Shalom mfalme wa kikuani na mtazamaji wa Sonship TV, jicho la Mungu duniani kote. Mimi ni mtangazaji wako Aksa Brown, kipindi ni Raha, jukwaa la roho wa neema na vipawa. Mahali ambapo tunakufunulia namna ambavyo vipawa tulivyopewa na Mungu Baba tunaweza kuvitumia kuweza kufunua maisha ya ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani. Nipongeze sana wewe ambaye umeweza kunifuatilia kutoka sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ya kipindi hichi, ambapo tuliweza kuona makuhani wa kifalme ambao wameweza kutumia kipawa cha uigizaji na jukwaa la uigizaji kuweza kumtangaza Kristo wakiwa hapa duniani. Na kama ni mara yako ya kwanza, nikukaribisha sana uweze kutazama kipindi hichi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Na leo tunakwenda kumtazama mfalme mwingine kabisa katika ufalme wa Mungu na namna ambavyo ameweza kutumia kipawa chake cha kuigiza kuweza kumfunua Kristo hapa duniani kwa watu wote. Mfalme huyu kutoka kulelewa kwenye familia ya kimaskini chini ya baba mlezi na kuishi maisha ya kuhamahama na mama yake mara 16 hadi alipofikisha umri wa miaka 15, na hadi kumezwa na maisha ya kifahari Hollywood kutokana na mafanikio aliyoweza kuyapata kupitia filamu zake bora zaidi kama Missing in Action ya mwaka 1984, Code of Silence ya mwaka 1985 na The Delta Force ya mwaka 1986, pamoja na filamu ya The Way of the Dragon, filamu ambayo ndio iliweza kumtambulisha katika tasnia ya filamu, aloigiza pamoja na Bruce Lee kama adui yake. Si mwingine hapa ninamzungumzia mfalme wa kikuhani na mwigizaji anayefahamika kama Carlos Ray Norris, almaarufu kama Chuck Norris. Bila shaka mpenzi mtazamaji wangu, nitakuwa na kukumbusha mbali kidogo kwa wale ambao ni age girl, Gen Z, mtanivumilia kidogo. Hii ilikuwa ni raha ya VHS ndani ya mabanda ya video, kuna kigiza kidogo na viti vya mbao, ilikuwa ni burudani kabisa. Katika mabanda hayo ulikuwa uwezi kumkosa mwigizaji huyu wa filamu za mapambano. Mwamba huyu amekuwa ni bingwa mara 6 katika mashindano ya karate duniani, jambo ambalo liliweza kumuongezea umaarufu na kumfanya apate mashabiki wa rika zote, na maanisha watoto, vijana pamoja na watu wazima. Lakini pia mfalme huyu wa kikuani na mwigizaji Chuck Norris ameweza kuelezea historia ya maisha yake kupitia kitabu chake cha Against All Odds My Story, namna ambavyo Kristo aliweza kumpa maana ya kuishi hapa duniani. Na mnukuu kutoka katika kitabu chake akisema, pamoja na umaarufu wote nilokuwa nao kwa sababu ya filamu zangu, ndani mwangu nilikosa furaha na sikujua sababu ni nini. Mwisho wa kunukuu. Hii ni hali ambayo alikuwa akiipitia Chuck Norris kipindi cha umaarufu wake. Anasema licha ya kuwa alikuwa maarufu, lakini pia hakuweza kuishi maisha ya furaha. Maisha ya utoshelevu haikuwa sehemu ya maisha yake. Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema Chuck Norris hakuelewa maana ya kuishi hapa duniani, kwa sababu hakuwa na maisha ya utoshelevu, hakuwa na maisha ya furaha. Pamoja na kwamba alifahamika, pamoja na kwamba alikuwa maarufu, kila watu waliweza kumfahamu, watoto, vijana na wazee, lakini bado hakuelewa namna ya kuishi. Chuck Norris ameendelea kutueleza kuwa furaha hiyo alikuja kuipata mara baada ya mke wake wa pili, Gina, alikuwa na tabia ya kumsomea Biblia kwa sauti. Siku moja akiwa anamsomea Biblia, alisikia sauti ndani mwake ikimwambia, Chuck, ni muda sasa wa kurejea nyumbani. Sauti hiyo iliweza kumrejeshea kumbukumbu pindi alipokuwa na umri wa miaka 12, ambapo mama yake alikuwa anamhubiria kwa kumwambia, Mungu ana makusudi na wewe. Usiangalie hali ya maisha tulionayo. Mungu atakufanya kuwa shujaa hapa duniani. Ingawa hakuelewa maneno yale alikuwa yanamaanisha nini, lakini baada ya muda mrefu Chuck Norris aliweza kuishi ukili ule ambao mama yake aliweza kumwambia. Nikuulize swali kidogo sana hapo mpenzi mtazamaji wangu. Je, wewe unapopitia katika hali fulani ambayo sio nzuri, hali ya changamoto katika maisha yako, je, ni mtu gani basi wa kwanza anakujia katika fahamu zako ambaye unaweza ukamuelezea changamoto zako? Au ni kitu gani basi kinakuja cha kwanza katika ufahamu wako kuhusiana na kutatua ile changamoto? Usiache kuniandikia kwenye comment section hapo chini. Lakini Chuck Norris ametufunulia kuwa hata mke wake alipopata changamoto wakati anaenda kujifungua watoto wake mapacha, msaada
wake ulitoka kwa Bwana pekee. Katika kitabu chake ameweza kutueleza kuwa, na nukuu, nilikuwa na mamilioni ya dola katika akaunti yangu kupitia filamu zangu za uigizaji. Nimekuwa na urafiki na marais wengi, lakini vyote hivyo havikuweza kunisaidia wakati nahitaji msaada. Msaada wangu ulipatikana kwa mmoja tu, na hapo ndipo nilipogundua siku zote Mungu alikuwa pamoja na mimi. Mwana wa Mungu, maisha ya utoshelevu yapo katika Kristo Yesu pekee, na si katika utajiri na mali na fedha tulizonazo, wala katika umaarufu au vipawa ambavyo Mungu Baba ameweza kutupatia, bali katika yeye pekee, kwa sababu yeye ndiye yote katika yote. Mafanikio ya nje na maisha ya utajiri sio kipimo cha utukufu wa vipawa tulivyonavyo, bali wazo na utajiri ambao Mungu ameweza kutupatia ndio kipimo cha utukufu wa vipawa vyetu. Na vipawa tulivyonavyo, hicho kipawa cha uigizaji, cha uimbaji, uandishi pamoja na uanamitindo, kinatakiwa kuishi na kufanya kazi kwa ajili ya Kristo Yesu, kwa maana Kristo pekee na wazo lake la ufalme ndio utukufu wa matunda ya vipawa vyetu. Chuck Norris amekuwa kielelezo cha nguvu ya neema ambayo Mungu Baba ametufunulia katika Kristo Yesu, nguvu ambayo haijabaki kuwa historia tu, bali msingi wa maisha yake pamoja na familia yake. Tunaona kwamba Chuck Norris pamoja na mke wake wameweza kuwa waanzilishi na wamiliki wa taasisi ya Kickstar inayotoa mafunzo maalum ya martial arts, ambayo inatoa mafunzo kwa watoto na kuwafunulia maisha ya ufalme wa Mungu Baba hapa duniani. Na tunaona kwamba zaidi ya wanafunzi 60,000 kutoka katika shule 37 ambazo taasisi hii iliweza kuzifikia wameweza kuhitimu mafunzo hayo. Mpaka sasa Chuck Norris ameendelea kuwa balozi wa injili ya ufalme wa Mungu kila mahali anapoenda, na amekuwa akisisitiza kuwa wokovu ni zawadi tunayopata kwa kumwamini Yesu Kristo pekee, na si matokeo ya juhudi za mtu binafsi. Hongera sana wewe uliyeamua kumchagua Yesu Kristo na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nikupongeze kwa kuweza kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Usiache kutufuatilia hapa hapa Sonship Spirit TV kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni, lakini pia katika mtandao wa Instagram kwa jina la Beyond Film Company. Jukwaa ni roho, neema na vipawa, kipawa chako, madhabahu yako. Mpaka wakati mwingine, ni mimi mtangazaji wako Aksa Brown. Shalom shalom.